Muungano 2026 mchezo wa nusu fainali umetamatika leo kati ya Simba na Mlandege ambapo Simba Sports Club wao wameibuka na ushindi wa magoli 3-0 wakielekea fainali ambayo inataraji kuchezwa tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka 2026 huko visiwani Zanzibar. Lakini tukiziangalia dakika 90 za mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mlandege haikuwa mechi rahisi. Tukiangalia kipindi cha kwanza namna ambavyo Mlandege walikuja na plani nzuri sana ya kuzuia, kwa maana hiyo ndio ilikuwa plani yao ya kwanza. Plani ya pili ikawa ni baada ya kupata mpira then kufanya mashambulizi, kitu ambacho haikuwa na faida sana kwao, kwa sababu bado wakati wanaenda kushambulia walikuwa na idadi ndogo sana ya wachezaji kulinganisha na Simba Sports Club, namna ambavyo walikuwa wanarejea kwenye kulinda na kuzuia goli lao kutokuguswa kwa namna moja ama nyingine. Hiyo ni kwa upande wa Mlandege na kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Steve Barker akaamua kuja na mpango tofauti, ndio maana tukaona katika kile dakika 45 ile half time ikafanyika substitution, kipindi ambacho second half inaenda kuanza, tukaona ameingizwa Clatous Chota Chama na wachezaji wengine. Dhamira ilikuwa ni nini? Kwenda kufungua mchezo, kwa sababu kina Yusuf Kagoma alikuwa anaenda kuongeza uimara katika kuzuia kutokana na ubora wake katika eneo la kiungo cha uzuiaji, lakini kuingia kwa mtu kama Clatous Chota Chama, hiyo ndio ilikuwa siri ama hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya kwenda kubadilisha mchezo, na tumeona namna ambavyo Chama amebadilisha mchezo. Kwa nini Chama ameenda kubadilisha mchezo, ama kwa nini sababu ya Chama ndio inaonekana kuwa na faida kubwa sana? Ni kwa sababu Mlandege walikuwa imara sana kwenye kuzuia. Manake unahitaji mchezaji ambaye ana maono, mchezaji ambaye ana jicho bora la upigaji wa pasi ambazo zinaweza zikafungua ama zikawafanya wapinzani washinde kubaki kwenye ile tunasema kwenye ile style yao aina yao ya uchezaji, kitu ambacho Clatous Chota Chama amekuja kukifanya. Angalia goli la kwanza namna ambavyo ameweza kulitengeneza, kaenda pembeni kabisa, ambapo tunajua Chama alikuwa katika eneo la katikati, sio, lakini akaenda pembeni zaidi na kwenda kuchukua mpira kwa namna moja ama nyingine. Jitihada zake pekee ndio zilizoenda kupelekea ile goli, maana yake akikuwa mchezaji mwingine angedondoka baada ya kuvutwa na mchezaji wa Mlandege, lakini akaonesha utofauti na upambanaji, akaenda kutengeneza chance ambao Selemani Mwalimu pia akaonesha uimara wake kwenye uwanja wa New Amani. Ni moja kati ya viwanja ambavyo vimemtambulisha kwa asilimia kubwa Selemani Mwalimu. Yale magoli ambayo tunakumbuka alikuwa anafunga akiwa na KVZ, kwa asilimia kubwa alifungwa kwenye uwanja huo. Kwa hiyo nadhani ni muendelezo wa yeye na tunasema ile DNA ya Selemani Mwalimu na uwanja ule imeendelea so far, na magoli mawili katika mashindano sio jambo dogo. Goli la pili the same, tukaona Clatous Chota Chama akihusika kwa kutengeneza assist nzuri sana kwa Anicet Oura. Tumeona pasi ambavyo ameipiga katika hali ya kawaida, si wachezaji wengi wanaweza kufanya kitu ambacho amekifanya Chama. Ametengeneza chances mbili, lakini goli la tatu Neo Maema kafanya the same, kuonesha ubora ama daraja ambayo yuko nao nzuri kwenye kufanya Kevin. Tumeona namna ambavyo ameweza kuiselect engo na imepelekea yeye mwenyewe pia kuteuliwa kuwa nyota wa mchezo. Yote kwa yote tunasema Simba Sports Club walihitaji kushinda, na mechi ilibidi washinde kipindi cha kwanza, kwa sababu kipindi cha kwanza chances pia zilikuwa nyingi. Kama nakumbuka Elim Panzu Kibisawala kwa namna ambavyo alikuwa anatengeneza nafasi, Bashir naye namna ambavyo alikuwa anatengeneza nafasi, walitengeneza hizo nafasi za kuweza kuweka mpira kimiani, lakini sivyo bahati. Kipindi cha pili baada ya game changer kuingia, kwa maana Clatous Chota Chama, mchezo ukabadilika kwa asilimia kubwa na Simba kaanza kuenjoy game kwa asilimia kubwa, lakini tutakuwa tuitendei haki na safu ya ulinzi ya Simba Sports Club, hususan Hussein Mbegu, kutokana na performance ambayo ameitoa. Kama tutomzungumzia uwezo wake wa kutulia na mpira, uwezo wake wa kupasia, uwezo wake wa kufanya maamuzi, uwezo wake pia ama sanaa yake ya uzuiaji. Nadhani kuna kitu ambacho Steve Barker anaweza kama amekitengeneza kwa asilimia kubwa kwa Hussein Mbegu, kumtengenezea hali ya kujiamini na kuamini kwamba ana deserve kuwepo kwenye kosti ya Simba. Anacheza pasipokuwa na pressure aina yoyote, ni kwa sababu ya kupewa time ndogo mpaka sasa anapewa dakika 90. Tunaona namna ambavyo anacheza, uoni makosa yake kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90, kwa sababu hajaanza kuingia kwenye pressure moja kwa moja. Anaanza kutengeneza taratibu, kupewa dakika chache akaongezewa idadi ya dakika, na saizi anaongezewa pia idadi ya michezo, sio tena dakika. Kwa hiyo inaendelea kumjenga Hussein Mbegu. Nadhani kama taifa tuna kila sababu ya kumlinda huyu mlinzi ambaye huenda kaja kuwa na tija kubwa sana kwenye kikosi chetu cha timu ya taifa miaka ya usoni. Dabi ndio kitu kinachofuata Musa. Tutarajie nini kwenye mchezo ambao unakuja wa finali, ambako Simba ataenda kukabiliana na Young Africans ambayo alishatangulia kwenye finali? Itakuwa ni finali ambayo
kila Mtanzania anasubiri. Nadhani pia hata waandaaji wa mashindano ya Muungano Cup nadhani wamefurahishwa na hiki ambacho kimetokea. Simba Sports Club kwenda kukutana na Young Africans kwenye michuano ya Muungano Cup, maana yake michuano inaongeza thamani kwa asilimia kubwa. Ukizingatia moja kati ya vitu ambavyo vimekosekana kwa muda mrefu kule visiwani Zanzibar ni kuishuhudia dabi ya Kariakoo, kwa sababu hata kwenye mashindano ya Mapinduzi ambayo mara nyingi ndio naipeleka dabi, ilitokea hizi timu zikawa zipeleki wachezaji kwa asilimia kubwa wale wenye daraja ambao wanaweza kucompete kufika hatua ya finali, lakini Muungano Cup ya hivi sasa imewapeleka Simba finali, imeipeleka Young Africans finali. Manake haitakuwa finali ambao kila mtu anaweza kawa asipe kipaumbele, wote wataitolea macho, kwa sababu kufungwa kwenye dabi ajalishi ni mashindano namna gani, bado unakuwa umefungwa tu. Kwa wote wanahitaji kusaka heshima. Kwa Muungano Cup nadhani imeenda kupewa heshima kwa asilimia kubwa. Bahati nzuri ni finali ambayo ina upekee, si tu finali ya kawaida, kwa sababu pia imepewa jina ambalo ni waasisi wa muungano ambao tunazungumza hivi sasa, Nyerere Karume Day. Kwa hiyo itakuwa ni moja kati ya finali ambayo itaadhimishwa kwa ukubwa sana, kuanzia kwenye matukio ambayo imefanyika hivi sasa, lakini kwenda kwenye mchezo wa mpira wa miguu ambao nadhani huu ndio mchezo ambao unateka rika mbalimbali, unateka jinsia mbalimbali, unateka watu wa aina mbalimbali. Ukiwa mheshimiwa sio mheshimiwa, bado utakuwa tu ni mpenzi wa mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hii dabi inaenda kutengeneza historia kubwa sana huko visiwani Zanzibar. Nadhani hata kwenye masuala ya mapato kuna asilimia kubwa sana ambao waandaaji watakuwa wamenufaika kwenye kile ambacho walikuwa wanakitarajia ama wanakitazamia kwenye mashindano ya Muungano Cup 2026. Steve Barker huku wakati huo Pedro Goncalves, itakuwa ni bato kubwa sana. Tukiangalia Young Africans wamekuwa na ubora sana kwenye michezo mbalimbali ya ligi kuu, Simba Sports Club the same, lakini pia baada ya hiyo dabi watakaa siku chache sana kuelekea kwenye dabi ya pili ambayo hii itakuwa ni ya ligi kuu. Kwa hiyo hakuna timu yoyote ambayo itakuwa inataka kupoteza dabi ya aina yoyote, kwa sababu wote wanasaka heshima.